say. And this was the secret of the centurion. He knew. The Bible says his servant was sick unto death. He was ready to die. Na alipotumana wenye walitumwa wakamwendea Yesu wakamwelezea. Akasema nitakuja kumponya. Bwana Yesu akatumana aliposikia Yesu anakuja. Akasema nendeni muambie hana haja kuja. Mimi ni mtu wa mamlaka. Kuna watu wako chini yangu wanaambia huyu nenda pale anaenda, huyu nenda pale anaenda, huyu nenda pale anaenda. Mwambie tu chenye kinahitajika ni alitume tu neno na mtumishi wangu atakuwa sawa. Salia mtu Zabali umwambie pokea neno. Salia huyo mwingine mwambie unahitaji neno. Sio maneno, ni neno. Neno likikuja, neno linakuja na mwanga, neno linakuja na jawabu, neno linakuja na suluhisho, neno linakuja na kukutia nguvu penye umepungukiwa. Neno ndilo tunahitaji. The Bible says, and he sent his word, and his word healed them and delivered them from their destructions. We need the word, and we need the undiluted word. Not the word which I'm preaching because I want to gain from it. No, the word as it is. Whether I will gain or I will not gain, the word as it is. But the truth of the matter is, when we give the word undiluted, everyone becomes a beneficiary. Everybody becomes a beneficiary. Whether it is the one ministering the word or it is the one receiving the word. I don't know whether you are ready to receive the word. I don't know whether you are ready to receive the word. Praise the Lord. And so I welcome every one of you who are joining us on Facebook and YouTube and every other platform. I welcome you so that we can fellowship and break the pledge together. And we are going to get the word of today in 1 Kings chapter 22. 1 Kings chapter 22. We are going to do verse 34 and up to verse 37. And then we are going to do Matthew 26, that 6 up to that 9. And if already you are in 1 Kings 22, 34, I think you be on your feet so that we can do the reading. I'm waiting for those who are sitting down. So once you are done, be on your feet. We read together the word of God. Are we there? 1 Kings 22, that 4, that up to that 7. 1, 2, 3, let's go. And a certain man drew a bow at a venture and smote the king of Israel between the joints of the harness. Wherefore he said unto the driver of his chariot, turn thine heart and carry me out of the host, for I am wounded. And the battle increased that day, and the king was stayed up in his chariot against the Syrians, and died at even. And the blind ran out of the wood into the midst of the chariot. And there went a proclamation throughout the host about the going down of the sun, saying, every man to his city, and every man to his own country. So the king died and was brought to Samaria, and they buried the king in Samaria. Amen. Let us go to Matthew 26. We're going to do verse 36 up to verse 39. Let me hear you are hallelujah once you are there. Okay, thank you. 1, 2, 3, let's go. Peter said unto him, though I should die with thee,
yet will I not deny thee. Oh, praise the Lord. Which verse are you reading? Oh, we are reading verse 36. I had started verse 35, so forgive me for that. So let us do that 6 up to 39. Then cometh Jesus with them in unto a place called Gethsemane, and said unto the disciples, sit you here while I go and pray yonder. And he took with him Peter and the 2 sons of Zebedee, and he began to be sorrowful and heavy, very heavy. Then said he unto them, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry you here and watch with me. And he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou will. Tunaweza kuketi. The word which God has put into my heart, I have titled the message as Don't Breed to Death. Don't breed to death. Don't breed to death. Biblia inasema kwamba the life of the flesh is in the blood. That means if there is no blood, there is no life. That means if the blood of any flesh, be it a human being or any other creature, is drained out, that creature will definitely die. Why? Because the life is in the blood. That is how important blood is. Blood is what carries the life of every living creature. There was a woman in the Bible. Biblia inasema alikuwa amevunja damu miaka 12. Maana yake ni kwamba uhai ulikuwa unamtoka miaka 12, na afya yake Biblia inasema kwamba ilikuwa inadhoofika, na si kudhoofika tu, ilikuwa inadhoofika afya ya mwili na hata afya ya kiuchumi. Kwa sababu Biblia inasema alikuwa ametembea kwa madaktari chungu nzima na hakuna aliyefaulu kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Na hii huwa inanipa mshangao, kwa sababu mtu akitibiwa na madaktari akufe, it is no big deal. Lakini akiombewa na watumishi wa Mungu akufe, inasemekana sasa Mungu hatendi. Kupona si uhakikisho kwamba mwanadamu hatakufa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alifufua wenye walikuwa wamekufa. Waleo nani yuko? Wote walimfuata. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa Biblia inasema kwamba mwanamke huyo alikuwa miaka 12 ametembea kila mahali, lakini hakufaulu mpaka siku walipokutana na Yesu. Ni kwa sababu yale wanadamu wamesema haiwezekani mwanadamu tu akifaulu akutane na mwana wa Mungu. Mwanadamu akifaulu tu awe na appointment na mwana wa Mungu, aidha ni ya kujisukumia, kujirasimisha, ama ni ya kualikwa. Kwa sababu kuna mahali inafika sasa si mwaliko, ni kujisukumia. Bwana asifiwe. No wonder Jesus said from the days of John the Baptist until now the kingdom of God suffereth violence and violent men take it by force. Kuna mahali inafika ndio upate kitu kutoka kitu cha kiufalme, lazima mwenyewe you press on. You press on. Na mwanamke huyu alipofika mahali akachoka na madaktari, akachoka na madawa, akachoka na hali yake, Biblia inasema kwamba akasikia. Salimia mtu kwa mbali na umwambie, je, umesikia? Huyu mwanamke alisikia. Aliposikia, chunguza sana mambo unayosikia, kwa sababu aidha itainua imani ama itaangusha imani. Because faith and fear comes by hearing. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God.
Fear comes by hearing, and hearing news of men. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na sasa yeye alisikia. Aliposikia akajua hapana. Kama huyo nimesikia miujiza yenye amefanya, I'm next online. Before you receive a miracle, you have to strategize and position yourself first. Ni wengi walikuwa, Biblia inasema alijisukumia humo ndani. Akafikia Yesu, akaguza na akaenda. Yesu akauliza, nani huyo ameniguza? Petero akamuuliza, Bwana, unauliza nani anakuguza? Na ila hali umezungukwa na watu. Walikuwa wamemzunguka, si wapokee kitu kutoka kwake, walikuwa wamemzunguka wamuone. Lakini huyu alikuwa amekuja on a mission. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na uponyaji wake akaupokea. Kichwa cha ujumbe wangu, don't bleed to death. Maandiko ambayo tumesoma imetuletea picha ya mfalme Ahabu. Ahabu alienda vitani, na alienda vitani kinyume na unabii wa nabii wa Mungu, kwa sababu wakitaka kwenda vitani na Jehoshafati, Jehoshafati akamwambia hatuwezi kwenda kama hatujasikia kile Mungu anasema. Na walipoita manabii wakakusanyika 400, wote wakatoa unabii, wakasema nendeni, Mungu ako nanyi. Jichunge manabii sana. Nasema ujichunge, ukisikia mtu amekwambia ni nabii, kaa macho. Kwa sababu manabii kuanzia wakati wa zamani wamefanya watu wajute. Mfalme alipoambiwa, jina la Bwana libarikiwe sana. Naongea juu ya manabii, siongei juu ya manabii wa Mungu. Uelewe kuna manabii mara tatu. They are prophets of God, they are prophets, and they are false prophets. The prophets of God ni wale wakisema bingu lazima ifuatilie kutenda kile wamesema. Prophets ni wale they have taken titles. They are not in the records of heaven. Their names are not in the books of prophets. But in the earth they carry the title of a prophet. And they are very influential. Hallelujah. They know how to play with the psychology of men. And now they are false prophets. False prophets sitashida nikikuelezea mambo yao. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaongea juu ya hawa ikasema they were 400 not false prophets, not prophets of God, but they were 400 prophets answerable to themselves, led by Zedekiah. Akauliza, Mungu anasema nini? Anasema hivi, uende vitani, utachalaza adui zako hawataamini. Zedekiah akamtengenezea pembe ya chuma. They are very convincing prophets. And get me right, I'm not talking about the prophets of God. I'm not talking about false prophets. I'm talking about prophets. Prophets are very convincing. Akatengeneza pembe ya chuma, akamwambia Bwana anasema hivi ndivyo utararua maadui zako vitani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. But one man called King Jehoshaphat, a man who had a high level of discerning spirit, and it is my prayer, may you receive abundant supply of discerning spirit to be able to discern between a true prophet, between a prophet and a false prophet. Jehoshaphat asked King Ahab, isn't there not any other prophet except this? And Ahab told him, there is one, but unfortunately, he doesn't prophesy good things to me. The prophet of God is not there to prophesy what you want to hear. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. You are God moving around, sleeping with men and women anyhow, anyway, and yet you expect him to give you a prophecy from heaven that tells you God will bless you? No, the prophecy will rebuke you. But if it is just prophets, they will tell you, Bwana ananiambia, by the end of this year, adui zako zote watakuwa hawako.
Na kama ni mwanamke mwizi wa wazee wa watu, maadui zake ni nani? Si ni wake wa hao wanaume? Ndio anasema eti watakufa. Nani anafaa akufe? But because he is dealing with a prophet, and the prophet is looking on how he is going to make a kill, he will prophesy what he wants him or her to hear. Kamwambia, I don't want anything to do with Mika son of Imra, because his prophecies are always unfavorable. Kamwambia, don't say that. Call him. And he was called. The man who went for him, he told him, others have prophesied very good things. So even you, once you get there, give good prophecies. And he promised him, I will only say what I will hear God saying. In other words, I'm not employed by anybody. I will say what I hear my employer telling me to say. Alipofika akaulizwa na mfalme, Ahab, twende vitani ama tusiende? Akamwambia, nenda, mtashidana. Akamwambia, nimekuambia uniambie ukweli. Ni kwa sababu mwanadamu akidanganywa, roho yake huwa inajua imedanganywa, lakini tamaa ya kile anaahidiwa kinanyamazisha sauti ndani. Na hivi ndivyo watu wanakoniwa. Hakuna mtu anakoniwa akiahidiwa vitu duni duni. Kisikia mtu anakoniwa, alikuwa amefanywa, kichwa kimekuwa kikubwa, anaona sasa mimi watanitambua, wacha hii kamradi kapite. Lakini badala ya kutambuliwa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapoahidiwa mambo mazuri, bali na kusema amen, tumia roho yako kuyamulika vizuri. Mfalme akamuuliza, si nimekuambia usindanganye, uniambie ukweli? Akamwambia, nimeona jeshi la Israeli limetawanyika mlimani, nikasikia kukiulizanwa, hawa kondoo hawana mchungaji, ni wa nani? Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo usiende vitani, kwa sababu ukienda mtashindwa. Akamwambia, hata nimeona mkutano umefanyika mbinguni, na katika mkutano huo Mungu akaitana akauliza, ni nani ambaye atapembeleza Ahabu aingie vitani akakufie huko? Wote wakasema vitu zao. Mungu akasema hawawezi, lakini roho moja ikachomoka ikamwambia, mimi nitaenda na nitafaulu. Akauliza, utafanya nini? Akasema, nitaingia ndani ya vinywa vya manabii wake. Elewa tena, si manabii wa Mungu, manabii wake. Bwana Yesu asifiwe. Manabii wa nani? Manabii wa Ahabu. Ahabu alikuwa mtu muofu. How do you expect his prophets to be holy prophets? Na nikiingia kwa vinywa vyao, sasa nitaongea, nitatoa unabii wa uongo. Zedekia aliposikia hivyo, nabii Zedekia ilikuwa akamuuliza, ni mpaka lini roho wa Mungu alitoka kwangu akakuja kwako? Mara moja akamtwanga kofi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa sababu manabii hawana shida kuchapana ya mwili. Na ushike, siongei juu ya manabii wa Mungu. Bwana asifiwe. Hamniambii, kwani mmekutana na manabii wanampiga makofi? Hawaitisha amen, mnakataa. Bwana asifiwe. Manabii kukutwanga makofi si kitu kingumu. Zedekia alikuja akachalaza Mikaia mwana wa Imra, nabii wa Mungu, kofi. Akamuuliza, roho wa Mungu alitoka kwangu lini akaja kwako? Akamwambia, utajua siku ambayo utakuwa umejificha na huko chini. Naye Ahabu akasema, apelekwe gerezani mpaka nitakaporudi. Akamwambia, kama utarudi, sijasikia kutoka kwa Mungu. Na alipoingia vitani, vita ikachacha. Mfalme wa Syria alikuwa amepeana agizo, msiue mwingine, Ahabu peke yake. Na ni mzee, alikuwa mfalme mjaja. Jina la Bwana libarikiwe sana. Alikuwa mfalme mjaja kwa sababu alibadilisha mafasi ya kifalme, akapatia Jehoshaphat. Yeye akaenda na ya kijeshi, ni kama mwanajeshi tu wa kawaida. Na walipoona Jehoshaphat wakasema, yule ndiye Ahabu, wakakibizana na yeye. Ahabu alipoona wako karibu kumshika, mimi si Ahabu, mimi ni Jehoshaphat. Wakasema, huyu si Ahabu. Wakarudi.
Na Biblia tumesoma ikasema, na askari mmoja akaachilia anaro. Anaro inaitwaje kwa Kiswahili? Kaachilia mshale, ikaenda hivi ikampata Ahabu penye alikuwa amekaa, ikamwangukia na ikamdunga. Na Biblia inasema akaambia driver wake iweke pembeni. Bwana asifiwe. Iweke pembeni. Ikawekwa kando ya barabara, na Biblia inasema akavuja damu siku nzima. That is where my message is. Ahab never died, kwa sababu alikuwa amejeruhiwa vibaya sana. Alikufa kwa sababu baada ya kudungwa na mkuki, badala ya aite mtu amfunge majeraha yake iwaache kuvuja damu, alisema awekwe pembeni kando ya barabara, na damu ikazidi na kuvuja. Kwa sababu kwa vita hakukosekani aidha ujeruhi adui ama adui amkujeruhi. Na maisha yenye tuko ndani yake, hii maisha ni vita. Aidha unataka ama hautaki, utapigana na maroho, upigane na mapepo, na hata katika hali zingine unapigana na watu ambao wanasisimamia, ambao hamujabeba roho moja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hatari kubwa katika vita ni kuficha majeraha yako. Majeraha ni kweli hauwezi kwenda ukionyesha kila mtu, lakini God is faithful. He will always give a man or a woman whom you can open your heart to, na umwambie this is what I have been going through. Na kuelezea mtu shida zenye unapitia, it is not a weakness, it is wisdom. The problem of King Ahab, he never shared with anybody. He bled to death. And even today, there are people whose hearts are bleeding, and some are bleeding to death. Let me tell you, my brother, let me tell you, my sister, do not take that path of King Ahab, who bled to death. Look for somebody. Kuna neno lilikuwa linatumiwa zamani, lakini siku hizi limekuwa haba sana. Lilikuwa unasikia, he gave me a shoulder to cry on. Today it is as if people do no longer cry. Hakuna mtu ambaye huwa hana kitu anapitia katika maisha haya. Na kile kimesababisha katika tumekuwa tukisikia hadithi za kutuvunja moyo. Unasikia mtu ameua familia yake na yeye mwenyewe amejiua. Mtu amefanya vituko. Shida ni moja. Wanasema mimi siwezi kuelezea mtu shida zangu. Hapana, hiyo si roho ya Mungu. Hiyo ni roho ya shetani. Biblia inasema in the multitude of counselors there is a victory. Before you think of killing your wife, before you think of killing your husband, before you think of injuring your children, look for somebody. Go and pour your heart out, because it is your heart that is bleeding. And because when the heart starts bleeding, if it is not addressed to, the next thing that happens is your mind becomes blinded. You think and you get confused that you are the only one who is going through what you are going through. Lakini Biblia inatuambia, na yenye mambo mnapitia sio nyinyi wa kwanza, hata ndugu zenu kuigendeko wanapitia the same. But God is faithful. He will always make a way to check out. People are dying. The style of King Ahab. King Ahab refused to open his heart. King Ahab refused to be ministered to. We must not repeat that mistake. My brother, you are listening me there. Moyo wako umerudikana mambo hivi mpaka umekuwa mchungu, na chenye unafikiria ni kufanya maovu. Kitambo ufanye maovu. Ninakuombea ndugu yangu, ninakuombea dada yangu, ya kwamba Mungu akupe mtu ambaye utamfungulia moyo, kwa sababu ukishafungua moyo, what happens is you become relieved. Wakati
wakati mmoja nilikuwa napitia hali ngumu zaidi, na kichwa changu kilikuwa kimejawa na mambo mabaya niyafanye dhidi yangu. Lakini nikitembea hivi nikasikia Roho wa Mungu ameniuliza swali. Akaniuliza, mtu akikula chakula imuharibikie, uwe na upset, stomach upset, ni nini anafaa afanye pasipo kukula? Nikasema kukunywa maji. Akaniambia hapana, hakuna ni nini anafaa afanye pasipo kukunywa dawa? Nikamwambia kukunywa maji. Akaniambia hapana, ni bila kukunywa chochote. Nikamwambia anaweza kuendesha ama kutapika. Akaniambia nenda utafute mtu uende utapike mambo haya yote kwake. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Shida ni kwamba watu hawataki kutapika mambo ambayo, vile tubo hii huwa inajaa chakula, unasikia umekuwa uncomfortable. Na dawa yake, kama chakula kilikuwa kizuri, siku hii ingine unakaa karibu na choo, kukimbia kuendesha, ama unajipata ni kutapika, unatapika, na immediately ukiendesha ama utapike, tubo inakuwa relieved. Hivyo ndivyo tubo ya kiroho ikibeba mambo mingi, ikishadungwa mikuki, mshale kutoka pande hii, mshale kutoka pande hii, mshale kutoka pande hii. What you need is look for somebody. Praise the Lord. I said praise the Lord. Look for somebody who has the love and the fear of God. Go and open up your heart to him or to her. It is not weakness, it is wisdom. Because once you do that, you become relieved. Lakini hii mambo ya kusema mimi siwezi kuambia mtu shida zangu kwani yeye ni Mungu, hiyo si roho ya Mungu, hiyo ni roho ya kiburi. Bwana Yesu mwenyewe ambaye tunamfuata, alipokuwa anakuja kusulubishwa, Bwana Yesu asifiwe, alipokuwa anaenda kusulubishwa, alisense na akasema moyo wangu unaugua. Akawaita Petero, Yohana na Yakobo, akapanda na wao, akafungulia wao moyo wake, akawaambia ombeni na mimi. Kama Yesu anahitaji kufungua moyo na kuombewa na mtu, wewe ni nani? Mimi ni nani? He came to show us the formula of how to go about when our spiritual bellies are full of the challenges of this life. Opening up is not it is not a proof or a sign of weakness. No, it is a sign of wisdom. And people are not opening up. People are running away. After someone has run away, the next thing you hear, unasikia vitu ambazo masikio haitaki kusikia. Shida ni nini? Shida ni kwamba watu wameamua kufa kifo ya Ahabu. Kifo ya Ahabu ni kifo ya kiungwana, ni kifo ya kondoo. Na hii shida wale imevamia sana ni wababa, wanaume kama mimi. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe. Jambo ni hili, wewe unanisikiza, hakuna kitu unapitia kingumu. All that you need to do is to open your heart to somebody, and that is my prayer, that God is going to give you somebody whom you can open up to and tell him or her, this is what I have been going through. Once you speak it out, your belly will be relieved, your spiritual belly will be relieved, and it will be leading now to take more. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alipowindwa sana na mfalme Sauli, baada ya kuwindwa sana, wakati mmoja alitoroka akaenda kwa Samueli, akamfungulia moyo wake, akamwambia masaibu na mateso ambayo amepitia kwa sababu ya mfalme. Samueli akamwambia, kaa hapa kwa sababu ukiwa nami uko sawa. Biblia inasema akamuombea, lakini baada ya muda Daudi akatoka. Kwa sababu gani? After he had opened his heart and poured everything, got revived, got strengthened, now he was ready for another round. Wakati mtu moyo wake umejaa maneno, na si maneno mazuri, the next thing yenye inafanyika
ni kwamba shetani anakuja na mahubiri, na mahubiri ya shetani si kama hii yangu. Yangu ni ya imani, ya shetani ni real. Bwana Yesu asifiwe. Shetani vitu zenye anakuhubiria ni vitu real. Sasa hii imani yako huwa unaamini. Juzi ulifungiwa nyumba, unamwambia na si Mungu aliingilia ikafunguliwa, na leo hauna chakula, mtoto amefukuzwa shule, anakuhesabia mambo si ya imani, ni facts. With facts and your spiritual belly is full. If you are not careful, you will end up the Ahab's way, bleeding to death. In this life, people are bleeding to death. We need not to bleed to death. We need to open up and we share the things we are going through. And when you start sharing, you will be shocked to know that some people have been going tougher things than the ones you think you have been going through. We have been losing people. We have been losing families. What is the cause? What is causing this? Because people have refused to open up and share with somebody the things they are going through. Shetani anakuambia sasa pale imefika ni umalize familia na ujimalize, kwa sababu hakuna sasa wewe mambo yako kwisha. Na kwa sababu you are not opening to someone else, it is only to yourself. Na unaanza kucheza, akili yako inaanza kuentertain, kuaccommodate that demonic idea, and the next thing you hear ni kwamba mtu amejiua na ameua familia. Alafu ukisikiza vitu zenye zimesababisha mpaka unasema Mungu wangu. Maisha hii haihitaji kiburi. Maisha hii inahitaji watu wanyenyekee na kubaliana na kila mtu. Hauwezi kwenda ukifungulia kila mtu moyo wako, lakini God is faithful. There is a person he has laid in your life whom you can go and open to. And especially, na ukisikiza wale watu wanafanya hizo vitu, na sisemi hivi kuwaraumu, wengi wao hawana wachungaji. It is high time uwe na mchungaji. Jina la Bwana libarikiwe sana. It is high time uwe na mchungaji, uwe na nabii wa kweli wa Mungu, mtu ambaye unaweza kwenda kufungulia moyo wako, umwambie nataka usimame nami, bali na kunishauri, nataka usimame nami. Mwambie Mungu aingilie, kwa sababu hali hii sisikii kama niko na nguvu ya kuendelea nayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kampeni moja shetani amefanya ni ya kuonyesha na kutaka kushawishi watu waamini wachungaji tuko kwa uchungaji kwa sababu tunahitaji pesa zenu. That is not the truth. That is not the truth. Kwani wewe huwa unaleta pesa ngapi hapa? I'm not here because of your money. I'm here because I have been called and I have been entrusted with the grace which is supposed to minister to you to become a better person. Lakini Mungu akikuinua ukipata pesa, niko na sehemu kwa hizo pesa. Kama hiyo ndio itasababisha isemekane tunataka pesa, sawa. Lakini mtu yoyote, ni nani huyo analima na hatarajii kuvuna? Unahitaji mchungaji. Nyinyi sina neno na nyinyi kwa sababu huwa tunaonana na mchungaji, tunapitia hiki, tunashikana mikono, tunaomba, hiyo inapita. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini ndugu zetu na dada zetu wenye wako kule nje, kitambo uchukue huo mkodo wa Ahabu. Ni ombi langu kwamba tafuta mtu umfungulie moyo, mwelezee yale unapitia, kwa sababu wewe si wa kwanza. Kuna wengine waliopitia kabla yako, wakashiriki na wenzao, wakaomba pamoja, na chenye kilikuwa kinaelekea kuangamiza kikabadilika kikawa ni ushuhuda. Shuhuda zinazaliwa kwa wale watu wamepitia mambo mazito kama hiyo unapitia. Hauna haja kujinyonga,
hauna haja kukunywa dawa, hauna haja ya kufanya madhara kwa familia yako. Hapana, the word of God is very clear that with God all things are possible. Just share it out. Don't be like Ahab. Share it out. This is what I'm going through, and God is faithful. He is going to give you either a man or a woman who is going to stand with you, and you are going to overcome and come out with a testimony, because God is able and He is faithful. He's able and He is faithful. Don't bleed to death. Semia watu watatu hivi waambie, don't bleed to death. Don't bleed to death. Don't bleed to death. Don't bleed to death. Share with somebody. Share with somebody. Nilipoambiwa nitafute mtu niende nitapikie mambo niliyokuwa napitia, Mungu akanipa mtu. Nikaenda nikamuelezea. I felt ni kama majibu. Hata haja niombea. Hapo ndipo nilijua ni kweli nilikuwa nimebeba. Nikasikia. Kwa sababu gani? In the spirit I have vomited. In the spirit I have diarrhea. And now my spiritual belly is free to receive more. Bwana Yesu mwenyewe, kwa sababu hangepata mtu ambaye angelienda ashiriki na yeye, kwa sababu Yohana ambaye alikuwa baba wake katika mambo ya kihuduma alikuwa tayari amekatwa kichwa na Mfalme Herode. Alipoona hakuna mtu, alielezea wanafunzi wake haswa sana si wamsaidie, ni awe relieved, kwa sababu hata alipoambia wasimame na yeye katika maombi kurudi, wamelala. But the fact remains, once you speak it out, you become relieved. Hata kama mtu hata kuombea. We cannot afford to be losing our brothers and our sisters. No, the word of God is share it out. Do not agree to bleed to death because someone else went through what you are going through now. Na walipokuwa katika hiyo hali, shetani alikuwa anawaambia hakuna mtu ashawahi kupitia hii, wewe ndiye wa kwanza. But devil, you must know and must know that devil, even when he is telling the truth, they are lies. His truth is lie. His truth is lie. Neno la Mungu linatuambia likifika kwa Galatia. Acha tusome Galatians chapter 6. Hallelujah. Praise the Lord. Salimia mtu na umwambie open up. Mwambie mwingine vomit it out. Unaona wale watu kimbelebele? Hawa watu huwa wanaishi miaka mingi sana. Watu kimbelebele. Akikosewa anatafuta mwenye ataelezea hiyo kitu imuondoke. Lakini wale magentlemen, yeye anakaa na shida zake kigwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanafura, mambo inajaa, unasikia ameanguka kwa bafu. Unasema ni pressure. Si pressure, tumbo ilibeba excess. Galatians 6:1 and 2 inasema hivi. Acha tufikishe 3. Brethren, if a man be overtaken in a fault, you which are spiritual, restore such a one in the spirit of meekness, considering yourself, lest you also be tempted. Bear you one another's burden, and so fulfill the law of Christ. For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceives himself. The reason why people do not open up, it is because they think they are a something. They end up deceiving themselves. Ayahari neno limetangulia kwa kutuambia hivi ya kwamba brethren, if a man be overtaken, so men will be overtaken. And when I say men will be overtaken, doesn't mean women are better. We will be overtaken by fault.
We will be overtaken by challenges of this life. But the good thing is, we will never be overtaken at the same time, all of us. Bwana Yesu asifiwe. Kama kipindi hiki cha corona, ukweli wa mambo ni kwamba mambo imekuwa ngumu kwa watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba there is no permanent season. Hakuna majira inadumu milele. Hata wewe ambaye umepitia hali mpaka unashindwa, how will it come to change? I may not know how and when, but definitely it will change. Na maombi yangu ni hii, when the time of changing comes, you will be alive and kicking to see the goodness of God in the land of the living. Bwana asifiwe. Sema Bwana Yesu asifiwe. Paulo akaendelea na kutuambia, you which are spiritual restore such a one in the spirit. Maana yake kama mtu amelemewa, nyinyi ambao mko ndani ya roho hamjalemewa, mumshikilie na mumsaidie. Lakini atashikiliwaje na atasaidiwa aje kama amefunga moyo wake? Ako na jukumu ya kufungua moyo wake, aseme my brother, this is what I'm going through. My sister, this is what I'm going through. My pastor, this is what I'm going through. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi hata si maombi ile utaombewa inatakikana. Mara nyingi si hiyo maombi. Mara nyingi chenye kinahitajika ni huo unyenyekevu. Tunaambiwa in the spirit of meekness considering yourself. Huo unyenyekevu. Huwezi kubebewa mzigo na mtu na haujampokeza. Bwana Yesu asifiwe. Nasema huwezi kubebeshwa, kusaidiwa mzigo na mtu na haujampokeza. Sharing out. This is a heritage we are being deprived of. Sharing out. It is not a weakness. It is wisdom in action. Nimewasikia watu wengi wakisema, mimi siwezi kuelezea mtu shida zangu, anisaidie na nini? Vitu ni mbili, either huja kutana na shida, you think you are something simply because huja kutana nazo. Bwana asifiwe. Ama uko na roho ya Ahabu. Na watu kama hao wakati wameamua kufungua moyo, hatari ambayo huwa inawapata, wanaangukia kwa manabii. Kwa sababu Bwana Yesu asifiwe, wanaangukia kwa manabii. Na kama kuna kitu nirudie tena ujihadhari, ni manabii. Manabii kukutwanga ya mwili, watakutwanga na bado waseme Yesu ni Bwana. Uliza Sedekaya. It is high time we guard this heritage of sharing out. And I must repeat it again and again. Sharing out is not a sign of weakness. It is a proof of wisdom. Bwana Yesu atukuzwe. Title ya ujumbe wangu ni Don't Bleed to Death. Don't bleed. So many hearts are bleeding. But it is high time you expose your bleeding heart
to someone. It is high time you expose your bleeding heart to someone, so that once you expose that bleeding, wacha nikwambie kitu moja kinapea shetani nguvu sana, ni kufunikwa, kumuficha. Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Imani zenu ni hafifu. Zile shida huwa zinamaliza watu wengi sana. Ni zile shida mara nyingi zinaitwa za aibu. Ugonjwa wa ukimwi umefagia watu sana. Sasa hivi watu wamekuwa wajasiri, lakini ilipokuja ilikuwa inaitwa chini kwa chini ugonjwa wa aibu. Na kwa hivyo mngelienda kutembelea mtu mkimwangalia, kwa sababu AIDS haina siri. Ikikamata huwa inasema ni mimi nimemshika. Nyinyi mwenyewe mkimwangalia mnaona haki ni AIDS. Yeye mwenyewe anajua hii ni AIDS. Lakini wacha mumuulize, daktari alisema nini? Alipima typhoid hakuna, akapima brucellosis. Alafu anatafuta kijina, alisema ni hiki. Lakini nyinyi wenyewe hata mkimuuliza mnajua shida ni wapi. Yeye mwenyewe hata akiwazungusha hivi mnajua shida ni wapi. Lakini kwa sababu hamuna ujasiri wa kuita jina, mnaipea nguvu. Kama uko na shida ya kukojoa kwa kitanda, wacha kupiga kando kando. Tafuta mtu mwambie, mimi niko na shida. Huwa nalala vizuri, naamka kwa mto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kusema shida yako si ishara ya udhaifu, ni ishara ya hekima. Udhaifu unakuja wakati unaenda ukiambia kila mtu, na wewe nawe unaambiwa lazima uwe very mature. Asikuambie aipate Kayole Junction. Inaonyeshana wewe hapa, wewe ni mtoto. Mtu amekuelezea shida yake, amekuambia mchungaji, nataka usimame na mimi, sijui kipepo hiki kimetoka wapi, nimekuwa nikikojoa kwa kitanda of late. Unamhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Unamwachilia. Alafu tunakutana, apostle, Bwana asifiwe. Tumepoteana, lakini kazi imekuwa mingi. Hata saa hii nimetoka kuhudumia fulani. Hii mapepo zimeachiliwa. Gani tena? Can you imagine? Anakojoa kwa kitanda. Jina la Bwana barikiwe sana. Doing that is killing that person. In ministry, Mungu akikupa kamwanya ya kusikiza shida za watu, you must be very confidential. My wife ako hapa, na tulipoanza katika hali ya uchanga sana, tulikubaliana kama hautakuwa nikihudumia mtu usiniulize ni shida gani alikuwa nayo. Lakini uko na uhuru wa tuketi tumhudumie pamoja, lakini kama uko busy sana usiniulize ni shida gani ilikuwa imemleta. Na ninashukuru kwa sababu kuna kitu Mungu alinipatia kusahau. Nikikuhudumia si ati tukionana unafikiria hata nakumbuka, pengine unielezee upya na sahau. Lakini ukielezewa shida alafu inakuwa ndio unaenda kununuliwa chai nayo, it shows how immature you are. Bwana asifiwe. Sema Bwana Yesu asifiwe. We must guard this heritage. We refuse to bleed to death. We refuse to bleed to death. We are not going to bleed to death. My brother, you will not bleed to death. My sister, you will not bleed to death. You will open up to somebody, and that devil will run away, and you will be left with a testimony of what God has done in your life. Finally, wacha tusome James chapter 5.
Kwa sababu there is no special problem. There is no special demon. A demon is a demon. It is only that it is manifesting in your life in a different way from the way it is manifesting in someone else's life. But the same devil. The same devil. Pande hii ina manifest kwa kukojoa kwa kitanda. Pande hii ina manifest kwa fornication. Pande hii ina manifest ya kwamba ukiona mtu wako na kasuti kapia kama haka kangu, kinyongo kinakushikia hapa. Ni pepo moja tu, ina manifest different. Bwana Yesu asifiwe. And what we need to do is we need not to cover the enemy. Let us expose him. Once we expose him, the next thing will be easy to resist him. We expose and we resist him, he will flee. That is the word of God. Resist the devil and he will flee. But you can only successfully resist him after you have recognized him and exposed him. Am I speaking to somebody? James 5:16 says, confess your faults one to another and pray one for another. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kwanza tufikishe hapa. Inakuwa ni jambo ambalo katika roho halitabuliwi. Uniambie, apostle, nataka uombe na mimi. Tuombe nini? Wewe omba tu vile Mungu atakusaidia. Sikudanganyi. Sitaomba. Niko na vitu mingi za kufanya. Hata wewe omba hivyo Mungu atakusaidia. Neno limetuambia we confess before we pray. Confess your faults, confess your challenges, confess the things that you are going through one to another and pray. So praying comes after you have shared. Hallelujah. Hello. Prayer comes after you have shared. Lakini hii ya kuniambia apostle, naomba usimame nami katika maombi. Unataka tuombee nini? Wewe omba tu vile Mungu hata. If you cannot share it out, I'm not led to pray it. Because the formula in the word of God is confess your faults, confess your challenges, confess whatever you are going through one to another and pray one for another that you may be healed. That you may be healed. Healing comes after sharing it out and then praying. Healing comes. Kama uko na shida, tuseme kwa mfano ni dada ama ndugu, uko na shida, ukiona tuseme ni baba, ukiona mwanamke miguu inaisha nguvu, wacha kusema omba vile tu Mungu atakusaidia. Kuwa wazi. Ambia kama ni mchungaji wako ama yoyote yule ambaye moyo wako unasikia kufungukia, mwelezee, mimi niko na shida ya wanawake. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mwanamke umekuwa mwizi wa waume wa watu, wacha kupeana kazi ya maombi ya kiuduzo. Mwelezee, mimi shida ile niko nayo ni kwamba niko na macho ya waume wa wenyewe. Kwa hivyo tukiomba, hatuombi tu ati Bwana inua huyu, mubariki, mfungulie milango. Hapana, that is wasting energy. We go straight to the dealing with the spirit of immorality. Straight. Praise the Lord. Praise the Lord. Na ninarudia, there is no special problem. There is no special demon. No. No. Nasema no kubwa. No. It is the same devil manifesting in different styles. Na Yakobo anamalizia kutabia, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. But it availeth much after following the laid down strategy. Hii inaletwa kwa sababu ya Elia alipofungua mvua. Alipoenda mbele za Mungu, hakuomba maombi ya huku na he went straight. The issue was, God, it is time you said rain. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini si eti tunaombea uponywe homa na ila hali ugonjwa ni kitu tofauti. We are wasting energy. God is not author of confusion. We go straight to the point. Na siku ya leo, kwa wale hamna, ninaomba Mungu awapatie watu ambao watawapatia mabega ya kulilia, watu ambao unaweza kufungulia moyo wako, mweleze, this is what I'm being going through. People who will not blame you, people who are not going to broadcast you, people who are going to truly stand with you and pray with you and pray for you. I declare that we are not going to bleed to death. We are going to live to tell us our stories. We will live to testify of the goodness of the Lord in the land of the living. Devil is a liar. He has no power. It is us who gives him power. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame. Peleleza moyo wako kama unavunja. Chunguza moyo wako kama unavunja. Are you bleeding in your heart? Don't keep it to yourself. It is high time you share with somebody and you tell him or her, this brother is what I'm going through. This sister is what I've been through. This pastor is what I've been going through. And I'm asking that you stand with me and you pray for me, and God will answer. God will answer. God will answer. Cheni tuombe. Baba, tunakushukuru. Tunalibariki jina lako. Kwa kauli moja tunakubaliana wewe ni mwema. Umetuambia tusikubali tuvuje damu mpaka tufe. Nasi tumekataa. Hatutaweka siri mambo ambayo shetani anafanya. Kama vile yale unayotufanyia hatuyaweki siri. Hata ambayo shetani anafanya hatutaiweka siri. We are going to expose him and resist him, and he will have to flee because he has to obey your word. Naombea wale ambao wamesikiza ujumbe huu. Bwana, kuna wale ambao hata wengine walikuwa wamepanga kutenda na kujifanyia maovu. Ninaomba kwamba wapatie mtu ambaye watafungulia nyoyo zao, na watakapozifungua Mfalme, wakiritia jina lako, na shukuru kwamba utaitika na utawajibu. Wataangalia na nyuma waseme, na kweli Mungu ni mwema, anatuwaza na mawazo mazuri, ako na mipango mizuri juu ya maisha yetu. Na kushukuru kwa sababu neno hili litakamilisha mengi, litazalisha mara 30, mara 60, hata mara 100 ndani ya maisha ya watu wako. Naachilia baraka kwa watu wako. Watu wako natangaza hawataenda njia ya mfalme Ahabu. Watu wako wataenda njia ya mfalme Daudi, ya kwamba watakibiria kwa kina Samueli, wamuelezee mtumishi wa Mungu, hiki ndicho nimekuwa nikipitia, na ushindi utapatikana. Naombea familia za watu wako Mfalme. Simamisha familia za watu wako. Zimelengwa maroho ambayo imeachiliwa kwa sababu ya kufuruga familia, maroho ambazo zimeachiliwa kwa sababu ya kuchanganya waume, maroho ambazo zimeachiliwa kwa sababu ya kuchanganya wake. Na inuka na upanga uwakao moto, ninauachilia. Napiga vita maroho machafu, na watia baloni, na wafunga katika jina la Yesu Kristo. Na waamurisha, tokeni kwa watu wa Mungu, tokeni kwa maisha ya watu wa Mungu. Toka kwa mume huyu, toka kwa mke huyu, toka kwa watoto hawa. Kuzimu ndiko unafaa uwe, na usirudi tena. Baba, familia nazikabidhi kwako. Mwanzilishi wa familia ni wewe. Sisimamisha, achilia neema, achilia upendo ambao ulikuwa umeuawa na adui akaweka chuki. Chuki tokomea, upendo usimame kati ya mume na mke, kati ya wazazi na watoto. Ni asante Baba Mungu. We bless your name and we thank you. For we pray in Jesus' name. For we pray in Jesus' name. Amen and amen. Barikiwa sana. Nyinyi ambao tunakutana katika mitandao, jambo ambalo singetaka kuliwacha ni jambo la wokovu. Wokovu, it all begins and starts there. Kama haujaokoka, salimisha maisha yako kwa Yesu.
He is the way, the truth and the life. Na hizo ndizo vitu tatu mwanadamu anahitaji katika maisha haya ili aweze kufikia hayo maisha yanakuja. Nikuongoze, nikwambie, sema Bwana Yesu, okoa maisha yangu. Fanyika Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo mimi ni wako. Nisaidie kukufuata na unishike mkono na unijaze na Roho wako. Shetani, nimekupa talaka kuanzia leo. Na dhambi nimeipa talaka. Mimi ni wa Yesu. Sema amen. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya huyu ambaye amerudia ombi hili. Umeanzisha kazi nzuri. Ikamilishe Bwana. Kamilisha kazi nzuri ambayo umeanzisha ndani ya maisha yake. Mshike mkono, muinue, mfanye jitu ulilokusudia kumfanya katika maisha haya. Ni asante. In Jesus name we pray. In Jesus name we pray. Ubarikiwe sana, ubarikiwe sana, utendwe mazuri, na sitakualika kanisani kwa sababu bado makanisa haijafunguliwa, na hata hii ni ile ambayo tumeruhusiwa ya kufanya ibada ya mtandao, lakini makanisa itakapofunguliwa, wenye mko katika kaunti ambazo zimefungwa na uwe maeneo haya ya Nairobi, ningekukaribisha. Na kama haitawezekana na umesalimisha maisha, Bwana akupe kanisa penye utakuwa unashiriki na uweze kukua. And never forget, refuse to bleed to death. Refuse to bleed to death. God bless you. God bless you. Shalom. 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 In Jesus' name.